Aliitwa Laila, mrembo wa kipekee aliyezaliwa katika vichochoro vya jiji la Alhamra, jiji lililojaa kelele za maisha, harufu ya samaki waliokaushwa vibandani, milio ya bajaji zilizokosa breki, na ndoto nyingi zilizozikwa kabla ya kuchipua. Laila hakuwa msichana wa kawaida. Alizaliwa kwenye familia maskini, lakini alipambwa na neema ya urembo usio na mfano. Macho yake yalikuwa ya kijani kibichi kama majani ya chai mapema asubuhi, midomo yake nyekundu asilia kama imepakwa rangi ya waridi, na ngozi yake ya kahawia iling'aa kila alipocheka. Hakuwa tu mzuri, alikuwa hatari. Laila alikuwa mwizi. Kila siku alianza mapema. Saa 11 alfajiri, tayari alikuwa amekwisha vaa buibui lake lililochakaa, akafunga kitambaa cheupe kichwani na kuingia mtaani. Kabla ya kutoka, alimwangalia baba yake aliyelala kwenye godoro la shuka moja, kifua chake kikivuta pumzi kwa tabu. Baba yake alikuwa fundi seremala zamani, lakini ajali ya kazi ilimvunja mgongo, na sasa maisha yake yalitegemea dawa na chai ya tangawizi. Mama yake, mwanamke aliyejaa huruma na kazi za mikono, alikuwa anasuka nywele majirani jioni, na mdogo wake Hassan, aliyekuwa na miaka 6, ndiye aliyeleta furaha nyumbani. Laila alikuwa tegemeo lao. Alitoka mtaani kwa tabasamu, lakini ndani yake kulikuwa na vita. Vita ya kuiba bila kukamatwa, kudanganya bila kufichuka, kupenda familia yake kwa nguvu ile ile aliyotumia kupora wengine. Alianza na kuiba vidogo vidogo. Maandazi ya asubuhi sokoni, mkoba wa mama muuza vitumbua, pochi ya bibi aliyesahau kufunga zipu. Lakini kadri muda ulivyoenda, akili yake ilikuwa, na hila zake zikawa kali zaidi. Alijua jinsi ya kutumia macho yake kuomba msaada wa uongo. Alijua jinsi ya kucheka kama msichana aliyechanganyikiwa, halafu kwa mkono wake wa kushoto kutoa wallet kwenye pochi ya mwanasiasa. Alijua kuvaa kama mwanafunzi wa chuo na kutuma ujumbe wa mapenzi kwa mlinzi wa benki. Kisha akaiba bastola ya ofisa wa usalama. Hakuacha nyuma hata mmoja. Watu walimsifu mrembo huyo wa mtaa, bila kujua alichokuwa anafanya nyuma ya pazia. Alikuwa kivuli, jini la mitaa, malaika wa giza aliyevaa ngozi ya dhahabu. Siku moja, alipokuwa kwenye duka la kuuza vifaa vya umeme, macho yake yakamwangukia kijana mmoja aliyekuwa amesimama pembeni ya pikipiki ya kifahari. Alikuwa mrefu, rangi ya maji ya kunde, macho makubwa yenye wasiwasi wa mtu anayekuja mara ya kwanza mitaani. Vazi lake lilikuwa safi kupita kiasi. Saa aliyovaa ilikuwa ya bei ghali. Viatu vya ngozi safi vilionyesha kuwa hajawahi kukanyaga matope ya mitaa ya Alhamra. Alikuwa mgeni, na kwa Laila, wageni walikuwa zawadi kutoka kwa Mungu. Alimkaribia kwa kucheka. "Samahani," alisemea kwa sauti ya upole. "Unatafuta nini?" Kijana aligeuka, sura yake ikajawa na tabasamu la heshima. "Nimepotea kidogo. Naitwa Omar. Nilikuwa napita tu kuona maisha ya huku mtaani." "Haya mambo sijayazoea." Laila alijifanya kushangaa, lakini ndani ya moyo wake alitabasamu kwa ujanja. "Mimi naitwa Laila. Karibu Alhamra." Hapa ndio maisha halisi yalipo. Omar alicheka. "Nilikuwa nasikia hadithi kuhusu maisha ya mitaani. Nilitaka kuyaona mwenyewe." Laila alijifanya mwenye huruma. "Ulikuja peke yako? Unajua huku kuna vibaka." Omar alitikisa kichwa. "Sijali. Nataka kujifunza." Katika sekunde chache tu, Laila alishajua kila kitu alichohitaji kujua. Alimshawishi Omar kumfuata, akamtembeza kwenye vichochoro akimuonyesha hali ya maisha. Walifika mahali Laila alijua hakuna kamera, na huku wakipiga picha za pamoja, mkono wake uliingia taratibu kwenye mfuko wa suruali ya Omar. Alitoa wallet na simu. Kisha akamsindikiza Omar hadi mwisho wa mtaa, akamwambia tutaonana tena. Kisha akatoweka kama kivuli. Omar alipogundua ameibiwa, tayari Laila alikuwa amerudi nyumbani na chakula. Aliwalisha baba, mama na Hassan kwa bashasha, na usiku huo waliomba dua kwa furaha, bila kujua hela hizo zilipatikana kwa hila. Siku iliyofuata, Laila alikwenda tena mtaani, lakini hakujua kwamba Omar alikuwa amerudi, safari hii akiwa na ulinzi wa mbali, kimya, wa kutaka kujua nini kilitokea. Alipomwona Laila akiwa na watoto wa mtaani, akiwachekesha, moyo wake ulimuuma. Hakutaka kulalamika polisi.
Alitaka kumjua zaidi. Wakaanza kuzungumza. Laila alijifanya hana habari na kilichotokea jana. Omar alijifanya hajui naye. Walienda pamoja kunywa uji kwenye kibanda cha Mama Fatuma. Laila akamfundisha kula vichwa vya kuku. Kijana wa boss akakohoa sana mara ya kwanza, lakini Laila alicheka tu, akamwelekeza kwa mapenzi. Walikimbizana na watoto kwenye vumbi, walicheka mpaka machozi. Laila alianza kujisahau. Alianza kuona maisha mengine. Kwa mara ya kwanza alihisi usalama mbele ya mtu asiyekuwa mtaani. Alimkaribisha Omar nyumbani. Mama yake alimkumbatia kwa upole. Baba yake alimwambia, kama unampenda binti yangu, usimletee matatizo. Hassan alimshika mkono Omar na kumuuliza kama ana PlayStation. Miezi ikapita. Omar akaacha maisha ya kifahari na kuanza kushinda mtaani. Alivalia mashati ya kawaida, alijifunza Kiswahili cha mitaani. Laila alimfundisha kupika mchemsho kwenye jiko la mkaa, wakasafisha vyoo pamoja, wakacheka pamoja. Mapenzi yakakuwa kimya kimya kama maua ya jangwani baada ya mvua. Lakini penzi lao halikupita bila chuki. Baba wa Omar, mfanyabiashara mkubwa mwenye makampuni makubwa ya ujenzi, alipogundua kuwa mwanaye ana uhusiano na msichana wa mtaani, alikasirika sana. Alimuita Omar ofisini kwake na kumwambia kwa hasira, nimekusomesha Ulaya, nimekujengea maisha, halafu unarudi na kahaba wa mtaa. Omar alichomoa simu, akamwonyesha video ya Laila akicheza na watoto yatima, akisema, huyu si kahaba. Huyu ni mtu zaidi ya watu wote niliofundishwa kuwaheshimu. Baba yake hakukubali. Alimtaka Omar afunge safari ya kurudi Ujerumani. Omar alikataa. Laila naye aliambiwa na marafiki zake, wanatumia penzi lako, hawatakuelewa. Mwisho utachomwa. Lakini upendo wa Laila na Omar haukuvurugwa. Walijificha kwenye bustani ya kale, walizungumza usiku kucha, walijenga ndoto za maisha mapya. Laila aliapa kuacha kuiba. Alianza kufua nguo kwa jirani kwa ujira. Omar alianza kufundisha Kiingereza watoto wa mtaa. Baba wa Omar alikuja mwenyewe siku moja kumwona Laila. Alimkuta akipika uji kwa mama yake. Alishindwa kusema alichotaka. Aliona upendo uliokuwa pale. Aliona macho ya kweli, sio hila. Mwaka mmoja baadaye, kwenye harusi ya kijanja iliyoandaliwa uwanjani, Laila alivalia buibui jeupe, Omar akiwa amevaa kanzu na kofia ya Kiislamu. Walifunga ndoa mbele ya jamii nzima ya Alhamra. Mitaa ilisherehekea. Watu waliowahi kuibiwa wakaja kumpa zawadi. Mama muuza maandazi akasema, uliniibia, lakini leo unanirudishia kwa furaha. Laila hakuwa mwizi tena. Alikuwa mama wa mtaa, mshauri wa vijana wa mitaani. Omar alifungua shule ya mtaani ya kujifunza lugha, teknolojia na stadi za maisha. Waliishi pamoja kwa heshima na mapenzi, wakifuta machozi ya zamani kwa tabasamu jipya. Na hata kama dunia iliwapinga mwanzoni, waliwathibitishia wote kuwa mapenzi ya kweli hayachagui tabaka wala historia. Mapenzi ya kweli huanza hata katikati ya uongo, na yakilea kwa moyo safi, huishia kuwa kweli yenyewe.